ni wavivu, ni wachoyo, hawana moyo wa kufanya kazi za mikono. Ndio maana nyumba zao waga zinanuka sana. Kwa nini? Yani miili yao inapendeza, lakini sehemu ambako wao wanakaa ni pachafu sana. Hao ndio aina ya wanawake ambao nyewe mnawataka. Asilimia kubwa wengi wao kwenye mitandao wanakuwa ni warembo, wanakuwa ni wazuri, wana makalio makubwa, lakini wengine uvaa vigodoro kwenye makalio ili kwamba wawalagai wanaume. Bwana asifiwe sana. Uvaa vigodoro ili kwamba wawalagai wanaume. Kwa sababu watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Ninawasalimu kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninataka niongee jambo hili ambalo asilimia kubwa linaendelea kuwa akilini mwa vijana wa nyakati hizi za mwisho tulizo nazo. Kuna neno ambalo vijana hutumia na kusema kwamba mke mwema hutoka kwa Bwana. Mke mwema kwa Bwana anatoka huko. Lakini niseme kwamba kwa wanaofikiria kwamba mke mwema ni yule mwenye makalio makubwa, kwamba mke mwema ni yule aliye na sura nzuri, yule aliye na urembo ambao unapendeza macho yao, kwamba huyo ndio mke mwema. Ni yule ambaye ana matiti makubwa, ni yule ambaye ana shepu kubwa, huyo ndiye mke mwema. Wakati sio kweli. Ukweli ni kwamba mke mwema hasifiwi kwa kuwa na sifa yake sio kuwa na makalio makubwa. Sifa ya mke mwema sio kuwa na makalio makubwa, sio kuwa na matiti makubwa, sio kuwa na vingine vikubwa, sio kuwa na urembo, sio kuwa na mzuri wa uso na vingine vyote. Hapana. Hizo sio sifa za mke mwema. Aweza kuwa na hayo yote lakini hajui kupika. Aweza kuwa na mengine yote hayo ambayo mwenyewe mnataka na mnasema kama eti huo ndio sifa za mke mwema. Aweza kuwa na hayo yote lakini asijue hata kufanya kazi za mikono. Aweza kuwa nayo yote lakini asijue hata kupika na kufyagia na vingine vyote. Aweza kuwa nayo yote lakini akawa ni mchafu wa mwili, mchafu wa sehemu ambako analala. Aweza kuwa ni mchafu wa mfano wa vitu mfano hivyo. Sasa mke mwema sio huyo. Mke mwema, sifa za mke mwema sio kuwa na shepu kubwa, sio kuwa na makalio makubwa, matiti makubwa. Hapana. 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 Kwa sababu akili za vijana wa leo kwamba mke mwema ni huyo aliye na makalio makubwa. Nimepitia mtandao hapa saa hizi nikakuta comment mfano hizo kwamba sijui mke mwema anatoka kwa Bwana. Lakini sasa ukiangalia comment ambazo wanazi comment na video ambayo inaonekana pale, ni dhahiri kwamba kwa akili zao wanafikiri kwamba eti mke mwema ni yule ambaye ana makalio makubwa, ni yule ambaye ana shepu kubwa, ni yule ambaye ana matiti makubwa, ni yule ambaye ana uzuri wa uso, kwamba huyo ndiye mke mwema, wakati si kweli. Na ndio maana mara nyingi sana wanaoa kwa sababu ya tamaa za miili yao. Mwisho wa siku wanachokana. Mwisho wa siku inafika mahala huyu anamchoka huyu na mwingine anamchoka huyu. Kwa sababu nini? Wameoana kwa kuangalia maumbile ya nje, maumbile ya mje akoje. Bwana asifiwe sana. Wakati mke mwema sio huyo. Na ndio maana asilimia kubwa ndoa za vijana wengi hazidumu. Nasema kwamba kwa nini umeshaoa? Haijalishi sijaoa, haijalishi nimeoa. Ninaongea yaliopo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo inafika mahala vijana wengi sana kwa asilimia kubwa wanajikuta kwamba wanaingia kwenye shimo. Yaani unampenda mwanamke kisa ana makalio makubwa. Unampenda kisa ana uzuri na vingine vyote. Lakini tabia ya huyo mwanamke ikoje? Tabia yake amekaa namna gani kitabia, kimwenendo? Ana tabia zipi? Anatembeaje? Maana wengine wa makalio makubwa hao ndio wazinzi wa kwanza. Ndio watu ambao kwa asilimia kubwa hawakaliki kwenye ndoa. Mara kwa mara wao yani hawatulii, wako sehemu zote. Bwana asifiwe sana. Hebu nisome andiko hili. Mithali nianze Mithali 5. Mithali 5:3. Nikianzia pale. Kwenye Mithali 3 nikianzia Mithali 5 nikianzia kwenye ngapi hapa?
Nikianzia kwenye Methali niende kwenye 10, niende kwenye 7:10 pale, alafu tuangalie matendo ya wanawake ambao nyewe mnawataka, nyewe aina za wanawake ambao nyewe mnawataka na kuwaita kama sijui ndo wake wema sijui na wengine wote. Mke mwema sio, tutamwangalia mke mwema ni nani hapa. Tutamwangalia mke mwema ni nani hapa. Walio wengi hao ambao mnawaita kama kwa sijui ndo wake wema. Wale wengi wao miguu yao yana okay. Nianzia kwenye 7, nianzie ngapi hapa? Nianzie 5. Wapate kukulinda na malaya na mgeni akubembelezaye kwa maneno yake, maana katika dirisha la nyumba yangu nalichungulia katika shubaka yake, nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili. Kijana mmoja asiyekuwa na akili, mfano wa nyie wa leo. Hamna akili. Mnafikiri mke mwema ni huyo ambaye ana makalio makubwa. Hamna akili. Miongoni mwa vijana mmekuwa vijana wa ovyo. Hamna akili. Kila mmoja asiyekuwa na akili, kijana mmoja asiyekuwa na akili akipita njiani karibu na pembe yake, akiishika njia iendayo nyumbani mwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane gizani. Natazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo, ana kelele na ukaidi. Miguu yake haikai nyumbani mwake. Hii ndio aina ya wanawake ambao nyewe mnawapenda. Yaani kwa sababu asilimia kubwa mwanamke mwenye sifa ya makalio makubwa, asilimia kubwa ni mwanamke ambaye hatulii. Yaani hatulii, yupo sehemu zote, yupo sehemu zote, na anatembea akitafuta wa kumfanyia. Kwa hiyo aina ya wanawake ambao nyewe mnawaita kama sijui ndio wake wema hao, hapana, hao sio wake wema. Hivyo ni vimalaya ambavyo vinavaa mavazi ya kikahaba kwa lengo moja la kuwataka la kutaka kufanya zinaa, ukahaba na uzinzi na uasharati kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo aina za wanawake ambao nyewe mnawataka, wenye makalio, wenye matiti na vingine vyote, mtu wa Mungu, na mimi nakwambia ukweli, wengi wao hutumia miili yao kwa ajili ya kutaka kuwalagai wanaume. Sababu asilimia kubwa nyie ambao mmejawa tamaa ya zinaa, nyie asilimia ya wengi wenu nyie mnamwangalia mwanamke, mnampenda mwanamke kwa size ya makalio alionayo na uzuri alionao. Huo ndio kweli uliopo, kwa sababu inafika mahala mnaanza kuita kama sijui mke mwema ndio huyu aliye na makalio eti kaumbika na vingine. Hapana, watu wa Mungu, hapana. Na ndio maana inafika mahala mnaharibikiwa. Na mimi bado sijaoa, mimi ni single, sina mwanamke yote, lakini nawaambia kwamba mwe makini sana. Usimpendi mwanamke kwa sababu ya urembo wa uso alionao. Hapana. Mke mwema sio makalio makubwa. Hapana. Ushetani huo. Twende hapa msikie. Mara hakai nyumbani mwake, mara yu katika njia kuu, mara viwanjani, naye hutea kwenye pembe za kila njia. Yaani anatembea sehemu zote, yaani yuko kule, yaani hatulii, yaani yupo hatulii, yaani yuko sehemu zote. Kwa kweli hao ndio aina ya wanawake ambao nyewe mnawaita kusijui ndo wake wema, wenye makalio makubwa, wenye matiti makubwa. Hao ndio wake ambao nyewe vijana mnafanya mnasema tu kwamba ndo wake wema. Hapana, mke wema sio huyo. Hapana kwa kweli. Sasa tumwangalie mke wema ni nani? Sifa za mke mwema ni Methali 30:10 nikianza pale. Ni nani? Sifa za mke mwema. Mwanamke mwenye sifa hizi ndiye mke mwema ambaye anatoka kwa Bwana, na sio huyo makalio makubwa wasio waaminifu kwenye ndoa na vingine vyote. Sikia hapa. Methali 31:10 inasema, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe humwamini. Kwanza mumewe anamwamini. Moyo wa mumewe humwamini, wala hatakosa kupata mapato. Humtendea mema wala si mabaya.
siku zote za maisha yake. Utafuta sufu na kitani, hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Sifa za mke mwema, hufanya kazi, anafanya kazi za mikono kwa moyo. Hasa wengine ambao mnatafuta wanawake wenye makalio makubwa, wengi wao ni wavivu wa kazi, wengi wao hawawezi kupika, wengi wao hawawezi kufanya kazi yote ya mikono. Wao tu wanakaa tu kurelax. Yani mnatoka wanawake ambao yani wanapaka mawanja, sijui makeup na vingine vyote. Hao ni wavivu sana, wanawake ambao mnataka. Yani asilimia wanawake wenye makalio makubwa ni wavivu, ni wachoyo, hawana moyo wa kufanya kazi ya mikono. Ndio maana nyumba zao waga zinanuka sana. Kwa nini? Yani miili yao inapendeza, lakini sehemu ambako wao wanakaa ni pachafu sana. Hao ndio aina ya wanawake ambao nyinyi mnawataka. Asilimia kubwa wengi wao kwenye mitandao wanakuwa ni warembo, wanakuwa ni wazuri, wana makalio makubwa, lakini wengine huvaa vigodoro kwenye makalio ili kwamba wawalagai wanaume. Mbona sio sana? Uvaa vigodoro ili kwamba wawalagai wanaume kwa asilimia kubwa, na ninyi wengine mnadanganywa kwa asilimia zote. Wanawake ambao mnawataka hao wenye makalio makubwa, hao ni mashetani. Hao ni mashetani, wavivu wa kazi kwa asilimia kubwa. Ni mnakazi juu mke mwema. Hapana, sikia maandiko haya, mtu wa Mungu, sikia maandiko haya ukaelimike wewe. Utafuta sufu ya kitani, anafanana na merekebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Anakwenda kutafuta chakula. Watu wale nini? Watu wa nyumbani mwake wale nini? Huyo ndio mke mwema. Huyo ndiye, sio makalio makubwa. Hapana, mke mwema sio makalio makubwa. Hapana, sio sura nzuri. Hapana, utafuta chakula kutoka mbali. Tena huamka kabla haujaisha usiku. Yani kabla ya asubuhi amekwisha kuamka, anafanya kazi za ndani. Lakini wengi ambao nyewe mnawaoa nyie wauni sijui kama ndo wake wema hao makoleo makubwa, sijui na wengine wote hao hawavivu hao. Yani mwanamke unaamka saa 4 za asubuhi, saa 6 una kweli eti ndiye mke huyo, ndiye mke mwema huyo, ndiye mke mwema huyo anaamka saa 6 za mchana, saa 4 saa 3. Mwanamke wewe, mke mwema ndiye huyu ambaye anaamka kabla haujaisha usiku, amekwisha kuamka. Sio maandiko ya watu wa Mungu nyewe. Mnakaa mna tamaa tu ya mwili tu ndio inawasumbua. Uwapa watu wa nyumbani mwake chakula. Sifa nyingine ya mke mwema, anawapa watu wa nyumbani mwake chakula, sio mchoyo. Anawapa watu wa nyumbani mwake ambao ameolewa, anawapa chakula. Sio mnyamie mnakaa sijui mke mwema sijui na vingine vyote. Hapana, sio huyo. Mke mwema uwapa wa nyumbani mwake chakula, uwatunza wa nyumbani mwake, uwatunza. Huyo ndiye mke mwema. Na sio anakaa tu na relax tu mguja mwingine sijui eti ndio mke mwema. Hapana, watu wa Mungu, hapana. Sikia mke, sikia hapa nyi watu wa Mungu nyi. Haise, haya. Na wajakazi wake sehemu zao, uangalia shamba akalinunua kwa mapato ya mikono yake. Upanda mizabibu, hujifunga nguvu viunoni kama mshipi, hutia mikono yake nguvu, huona kama bidhaa yake ina faida. Yani anajitia nguvu kwenye mkono, anafanya kazi. Huyo ndiye mke mwema. Vijana nyie, hutia mikono yake katika kusokota, na mikono yake hushika pia. Wakunjulia maskini mikono yake. Naam, wanyoshea wahitaji mikono yake. Hawaofii theluji watu wa nyumbani mwake, maana wote wa nyumbani mwake huvikwa nguo nyekundu, hujifanyia mazulia ya urembo. Mavazi yake ni kitani safi na urujani. Mume wake hujulikana malangoni, aketipo pamoja na wazee wa nchi. Hebu tu niishe hapa. Huyo ndiye mke mwema. Wa vijana, mke mwema sio makalio makubwa. Mke mwema ni anafanya nini.
hiyo ndio mke mwema. Anafanya nini? Anafanya nini? Kwa vijana, kaeni kwa makini sana nyie. Makini sana, makini sana. Mimi nisongee sana. Nisongee sana. Ila sema kama tu ni hayo. Mungu asaidie sana. Mungu atusaidie sote. Neema na amani ziwe ndani.